Alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Tukiendelea na darasa yetu kama ilivyokuwa ni ada ya Alfia bin Malik katika upande wa sharhi, tuliishia katika upande wa kuelezea nuni ya muthanna inavyokuwa na nuni ya jamu mudhakkar salim. Leo biidhnillahi ta'ala tunaingia katika beti zinazoelezea upande wa jamu taksiri na jamu al-muannath salim, ambao jamu muannath salim hatukumaliza. Tuliishia katika upande wa nuni ya jamu mudhakkari na katika upande wa nuni ya muthanna. Anasema an-Nadhim rahmatullahi ta'ala alayhi, wa ma bita wa alifin qad jumia yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'an kadha ulatu walladhi isman qad ju'il ka adri'atin fihi dha aidan qubil. Anasema shekhe, wa ma bita, na katika upande wa jamu baada ya kumaliza jamu ya mudhakkar na upande wa muthanna anasema wama bita, na kile ambacho kwa kutumia te manake ta utanithi wa alifin na alifu kad jumia ikawa imefanya ni jamu, manake jamu hiyo imekuja wakati huo ina tau na alifu mwishoni, kama vile mfano muslimatin, mu'minatin, qanitatin, taibatin, abidatin, saihatin. Hizo zote zinakuwa ni jamu muannath salim. Kwa hiyo zimezidishwa ta na alifu mwishoni. Kwa kile ambacho kwa kutumia ta na alifu kad jumia ikafanya ni jamu, yuksaru, kitatiwa kasra fil jarri wa fil nasbi ma'an, katika hali ya kujurishwa na katika hali ya kunasibishwa pamoja. Kwa maana ikiwa imenasibishwa itanasibishwa kwa kasra niyabatan anil fatha, na ikiwa imejurishwa itakuwa ni kwa kasra moja kwa moja. Kwa hiyo anasema kwa kile ambacho kitakuwa kinazidishwa tau na alifu kad jumia yuksaru, kitatiwa kasra fil jarri, katika kujurishwa, wa fil nasbi, na katika kunasibishwa ma'an pamoja. Kadhaa vile vile pia ulatu, tamko ulatu pia ni katika upande wa mulhaqat, zinakuwa ni mulhaqi ya jamu muannath salim, kama ilivyokuwa jamu mudhakkar salim na mulhaqati zake na muthanna. Vile vile pia jamu muannath salim pia na mulhaqati zake ambazo zitakuwa zimekosa masharti. Kwa anasema kadhaa ulatu, vile vile pia tamko ulatu. Wa ulatul ahmali, ulatu kwa maana ya ashab, lakini kwa wanawake inakuwa ni sahibatu. Kwa hiyo ulatul ahmal, ulatu wale wenye, manake ashab au sahibat kwa wanawake. Kwa hiyo kadhaa ulatu, vile vile pia tamko ulatu inakuwa ni mulhaqu walladhi, na lile ambalo isman kad ju'ila, manake kad ju'ila isman, limefanywa kuwa ni jina la kitu, limefanywa kuwa ni jina. Yani mathalan ni sehemu imekuwa inaitwa ina jina, alafu jina hilo limekuja kwa sigha au kwa tamko la jamu muannath salim, basi tamko hilo pia litakuwa ni mulhaq ya jamu muannath salim wakati huo. Akatoa mfano ka adhriati, kama vile tamko adhriati, ambao adhriati inakuwa ni isma, ni jina la sehemu inaitwa adhriati, lakini sehemu hii imeitwa kwa tamko ambalo limekuja katika sura ya jamu muannath salim. Nimekosa masharti kwa sababu hapa ilipo maana yake haionyeshi kwamba ni jamu, inaonyesha kwamba ni sehemu moja inaitwa jina hili. Kwa hiyo hii itakuwa ni mulhaq ya jamu muannath salim, kama ilivyokuwa pia tamko arafat. Arafat, sehemu ya Arafa inaitwa Arafat, lakini imetumika kwa jamu muannath salim, hii inakuwa ni mulhaq ya jamu muannath salim wakati huo. Kwa hiyo itakuwa imekosa masharti. Ndio maana akasema kadhaa vile vile pia ulatu, tamko ulatu walladhi isman kad ju'ila, lile ambalo limefanywa kuwa ni jina, limejaliwa kuwa ni jina la kitu, ni jina la sehemu, ni jina la mtu, lakini imetumika katika sigha au tamko la jamu muannath salim, pia itakuwa ni mulhaqu. Akatoa mfano ka adhriatin, kama vile adhriatin fi, ndani yake idha aidan qubil, hili pia vile vile litakubaliwa, maana yake litaingizwa katika upande wa jamu muannath salim, itairabiwa kurufaishwa kwa dhamma, kunasibishwa kwa kasra na kujurishwa kwa kasra vile vile, kama tulivyotoka katika upande wa beti iliyotangulia. Kisha akasema wajurra bil fathati, akamalizia jurisha kwa fatha ma, kile ambacho la yansarifu sarifiki, maana yake anakusudia mamnu min asfarfi, na matamko ambayo azuiliki, maana yake yanazuiliwa kusarifika, na kusarifika maana yake ni kuingia tanwini, kwa maana hakubali tanwini, na vile vile yakijurishwa yanajurishwa kwa fatha niyabatan anil kasra. Kwa hiyo matamko haya yanakuwa yana illatani far'iyatani au illatun wahida takuma kama illataini, kwa maana ima yawe na ila mbili au ila moja ambayo itakuwa inakaa mahali pa ila mbili. Ila ambazo zinakaa mahali pa ila mbili ni upande wa alam au sifa. Alam inawezekana ni al-alamia ma al-ujma, maana yake ni jina la alamia alafu vile vile ni jina ambalo si la Kiarabu ila pili, au al-alamia ma ta'nith bi ghairi alif, au ni alam lakini pia vile vile ila pili ni ta'nith basi na alif.
au vile vile pia ni al-alamia ma ziyadati alifin wa nun, au al-alamia ma wazni al-fi'li kama vile ahmada. Kwa hiyo hizi inakuwa ni ila mbili, na katika upande wa sifa ni hivyo hivyo, al-wasfia ma wazni af'ala, al-wasfia ma ziyadati alifin wa nun, al-wasfia ma al-adli. Vile vile pia katika upande wa alamu ipo al-adli, al-alamia ma al-adli, vile vile pia al-alamia ma tarkibi al-masjid. Kwa hiyo hizi unakuta kwamba ni ila mbili, ama ila moja ambayo inakaa mahali pa ila mbili wanakusudia ni alifu tanithi, sawa sawa ni alifu tanithi maksura au mamduda, na nyingine inakuwa ni sighatu muntaha al-jumu'. Hizi ndio inakuwa ni ila moja, lakini imekaa mahali pa ila mbili, kwa maana kule kwa kwake yenyewe ni jamu ni mahali pa ila moja, mahali pa ila ya pili kwamba kule kwa kwake ndio sigha ya mwisho katika jamu. Kwa maana jamu ikija katika wazni wa sighatu muntaha al-jumu', katika wazni wa mafailu au afailu, maana yake baada ya alifu taksiri kwa kuna alifu mbili, kuna herufi mbili au herufi tatu, kama vile masajid, maswabih. Hizi ndio zinaitwa sighatu muntaha al-jumu'. Kwa jina likija katika wazni huu inaambiwa kwamba limekuja katika wazni wa mwisho kabisa katika jamu, maana yake hapo haliwezi tena kufanya jamu jamiin, kwa sababu katika sarfa kuna kitu anaita jamu jamiin. Maana yake kija katika sura hii haiwezekani kufanya jamu jamiin, ndio sigha ya mwisho katika jamu. Kwa hiyo maana yake ni ile ya pili kuangalia na sighatu muntaha al-jumu'. Vile vile pia alifu tanithi kulikuwa kwake yenyewe ni hakike, inakuwa ni mahali pa illa, na kule kwa kwake alifu yenyewe haiondoki kule mwishoni, ni mahali pa illa ya pili, lakini unasema kwamba ni alifu tanithi mamduda, ni ila moja imechukua hizo nafasi za ila mbili, au hiyo sighatu muntaha al-jumu' imekuwa ni ila moja lakini imekaa mahali pa ila mbili. Kwa hiyo wallahu aalam, tutakuja kuingia katika sehemu zake biidhnillah taala. Kwa hiyo ni kiufupi kwamba wajurra julisha bil fathati, kwa fatha, ma kile ambacho la yansarifu, akiswarifiki maana yake kinazuiliwa kutosarifika kuingia tanwini, na vile vile kikijulishwa kinajulishwa kwa fatha niabatan anil kasra. Lakini kitajulishwa kwa fatha wakati gani? Malam yudhaf, muda kwa hakijaegemezwa, hakijafanywa idafa, kwa sababu hizi ambazo zitakuwa ni mamnuu min aswarfi, endapo zitaegemezwa basi zitajulishwa kwa kasra moja kwa moja. Mfano kama labda maratu bi masajida, hapa ilipo maana yake imezuiliwa kusarifika, lakini ukiegemezwa ukasema maratu bi masajidina, maana yake hapa ilipo imefanywa idhafa, imegemezwa katika na, kwa hiyo itajulishwa kwa kasra. Au maratu bi saharaina, nimepita katika wangwa wetu, kwa hiyo hapa ilipo itajulishwa kwa kasra moja kwa moja. Ndio maana akasema malam yudhaf, muda wa kuwa haikuegemezwa, au yakubada al-radif, au haikuwa baada ya al-radif, haikuwa ni kufuatishiwa, maana yake haikufuatishiwa baada ya alif na lam, kwa maana huko nyuma haikutanguliwa na alifu na lam, ikiwa imefuatishiwa na alif na lam, kwa maana ikiwa hii tamko ambalo litakuwa nazuiliwa kusarifika limeingiliwa na alif na lam, limefuatishiwa alif na lam, basi wakati huo litakuwa lenye kujulishwa kwa kasra moja kwa moja. Na hii radif maana yake ni kuonyesha kama vile kipando mtu anakuwa akimpakiza mtu anaitwa radif, yule alikuwa amepakizwa. Kwa hiyo na hii alifu muda kwa imefuatishiwa nyuma ya jina ndio inaambiwa kwamba ni radif, yani kama vile imepakizwa. Kwa hiyo ndio tunasema kwamba utakapokuwa maalam yudhaf haikuegemezwa, au yaku baada alif, au haikuja baada ya ali yenye kufuatishiwa, maana yake haikufuatishiwa alif na lam nyuma katika ile jina. Kwa maana ikiegemezwa au ikiingiliwa na alif na lam, wakati huo itajulishwa kwa kasra moja kwa moja. Allahu aalam. Kwa hiyo tunaingia moja kwa moja katika upande wa sharhi yetu. Anasema Sheikh katika upande wa kuelezea sharhi, tukirudi katika beti ya kwanza, wama bita wa alifin qarjumia yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'an, lamma faragha, wakati alipomaliza, min alkalami ala alladhi tanubu fihi alhuruf, kutokana vile ambavyo hukaa niaba ndani yake herufi, yani harakati, herufi zinakaa niaba kutokana haraka. Sharaa, akaanza fi dhikri maana bati fi haraka, kile ambacho ndani yake haraka inakaa niaba ya haraka. Wa huwa qismani, na mafhumu mawili, ahaduhuma, kwanza kuna jamu anathi salim, na mfano muslimatin, wa qayyadna, na tukaifunga bisalim, tukasema as-salim kwa maana ihtirazan an jami taksir, kwa maana imesalimika. Tukisema imesalimika kama tulivyosema kule, ni ile ambayo itakuwa mufradi wake haikubadilika. Kwa hiyo tukiangalia na jamu vile vile pia haikubadilika, bali imezidishwa tu alifu na tau, au kama katika jamu dhakar salim ni wau na nuni kwa ajili ya kuonyesha jamu. Kwa hiyo hapo ihtiraza ni kwa ajili ya kuitoa anjami taksir, kuepusha na jamu taksir, sababu jamu taksir imeitwa ni jamu yenye kuvunjwa vunjwa. Hata katika mulhatul i'rab kule amesema wa kullu makusira fil jumu', kile ambacho kimevunjwa vunjwa katika jamu. Maana kimevunjwa vunjwa inatofautiana mufradi kutofautiana na jamu yake, ndio maana ikaitwa ni jamu at-taksir. Kwa hiyo hii imevunjwa vunjwa.
Kwa hiyo huwa ma lam yaslam fihi binaul wahid, ile ambayo jengo la mufradi wake alwahid maana ya mufradi haikusalimika, kwa maana imetofautiana mufradi kutofautiana jamu yake. Na kwa mfano hunud, tamko hunud ambayo ni jamu ya hindun, ukiangalia kuna ziada ya herufi. Wa ashara, na vile vile pia ilayhi almusannif ameashiria ndani yake mtunzi rahimahullahu taala bikauli aliposema wama bita, na ile ambayo kwa kutumia ta wa alif kalijumia imefanywa kuwa ni jamu, ai kwa maana bil alif wa ta almazidatayn, fa kharaja, kupatoka na qudhat, tamko qudhat ambao qudhat inakuwa ni jamu ya tamko kadhin, jamu taksir. Fa inna alifahu, hakika alifu yake ghairu zaidatin, si yenye kuzidishwa. Na namba 3 akaweka chini huko kama faili, nasema mithlu qudhatin fi dhalika, kuna bunat, mfano bunat. Bunat ni jamu ya banin, wajenzi. Hudat ni jamu ya hadin. Zote zile ambazo ni asma mankusa zinakuja katika sura hii upande wa jamu. Rumat ni jamu ya ramin, mtupaji. Ghuzat ni wale wapiganaji vita, ni jamu ya ghazin. Na duat ni jamu ya dain, na kusati ni jamu ya kasin, mwenye kuvaa. Fa innal alifa fiha, hakalifu ndani yake, munqalibatun an asli, imetolewa kugeuzwa kutoka katika herufi asli. Maana yake asili yake ilikuwa ni yau. Ukisema kwamba ni qudhatun, asili yake ilikuwa ni qudhayatun, wazni mafuala, hapo ni jamu taksiri, ikageuzwa kwa alifu ili ipate kunasibiana na fatha ya nyuma kama ilivyokuja katika upande wa kaida za kisarfa. Lakini al-asla fi ghuza, lakini asli katika upande wa ghuzat na duat na kusa ni wau, la ya sio ye. Ama katika upande wa qudhat asili yake ni ye. Kwa hiyo ghuzat asili yake ni ghuzawatun na duat ni duawatun, kwa sababu kitendo kinakuja ni daa ya du na kasa yaksu na ghaza yaghzu ghazwa. Kwa hiyo hizi ndio asli, na ukitaka kujua asli katika upande wa vitendo uende katika fi'l mudhari au uende katika upande wa masdari, ndio utajua asli ile herufi ya illa, je ni wau au ni ye. Kama huwa aslu alifi, kama ilivyokuwa ndio asli ya alifu ya bunatin jamu ya banin, na hudatin jamu ya hadin, kwa sababu inakuja bana yabni, asli yake ni ye, na hudatin hada ya hadi, na rumatin rama yarmi, asili yao inakuwa ni ya wallahu alam. Kisha baada hapo akaendelea akasema fa inna alifahu ghairu zaida, alif yake si yenye kuzidishwa wakati huo. Maana yake alifu ya qudhat ni alif ya asli, asili yake imegeuzwa kutoka katika yau, bali ya munqalibatun an asli, bali imetolewa katika upande wa herufi ya asli, wa huwa ya ambao ni yeye, anna aslahu, kwa sababu asili yake ilikuwa ni qudhayatun. Wa ana dhalika, na mfano wa hayo akasema ni abiyat. Fa inna ta'ahu, ta yake katika jamu ya abiyat. Abiyat jamu ya baitun, beti. Fa inna ta'ahu asliya, ta yake inakuwa ni asli. Wal muradu minhu, lakini makusudio ma kana al-alif wa ta'u sababan fi dalati al-jami, ndio makusudio jamu ana salim ni ile ambayo te na alif ni sababu ya kuonyesha jamu. Lakini hii abiyat haionyeshi kwamba hii ta'u yake kwamba ni ya kuonyesha jamu wala ya alif, bali zimezidishwa katika upande wa jamu hiyo, jamu taksiri. Nao akatoa mfano hindatun jamu anath salim. Kwa hiyo fahtaraza bidhalika, akajiepusha na hilo katika kuyatoa katika upande wa maana hiyo, akatoa na annahi qudhati wa abiyati. Fa inna kulla wahidin, haka kila kimoja minhuma katika haya matamko mawili na kuwa ni jamuun multabisun bil alif wa ta, ni jamu ambayo wakati huo imevaana na alifu na te. Wala isa mimma nahnu fihi, lakini sisi hatupo hapo katika kuelezea hiyo, kwa sababu sio alama ya kuonyesha kwamba ni jamu muannath salim. Lianna dalalata kulli wahidin minhuma ala aljami laysa bil alif wa ta, kwa sababu kule kuonyesha kwao juu ya jamu qudhati na abiyati si kwa kutumia alifu na ta, wa inama huwa bisigha, bali inakuwa ni kwa ile tamko lililokuja. Kwa fandafa ukaondoka bihadha takriri, kwa takriri hii kuthibitisha huu ukaondoka al-i'tiradhu, kule kuingilia kumwingilia ala al-musannif, kuingilia katika upande wa maneno yake au katika upande wa bimithli qudhatin wa abiyat, katika upande wa tamko mathalan qudhatin na abiyat. Kwa hiyo ikatoka i'tiradh. I'tiradh ni kule kuingilia katika jambo, ukaanza kuelezea kwa nini imekuwa hivi, mbona hapa haingii maana hii hapa, ndio maana i'tiradh. Kwa hiyo maana yake umeondoka i'tiradh hiyo, maana yake huwezi ukaingia katika upande wa kuelezea maneno ya musannif na kuanza labda kuleta kwamba hapo itakuwa ndani yake kutaingia tamko qudhatin, katika upande wa jamu ana salim utaingia hii. Kwa hiyo i'tiradh hiyo inaondoka. Wa ulima, na vile vile kumejulikana annahu, kwa mambo alivyo, la hajata ila an yaqula bi alifin wa ta'in mazidatan, hakuna haja ya kuelezea alifu na ta zenye kuzidishwa katika upande wa jamu ana salim, alikuwa hakuna haja ya kuelezea hayo. Falia anasema fi qawlihi falba'u, anaelezea ba katika upande wa tamko bita, anasema hii be ambayo ni harfu jar bita wa ma bita
wa alif na ile ambayo bita kwa kutumia ta. Kwa anaelezea hii falba'u fi qawlihi, be katika kauli yake bita mutaallikatun bi qawlihi kad jumia, mitala kina kauli yake aliposema kad jumia inafungamana na kitendo hicho, maana yake inataallaki na kitendo kad jumia, maana yake kad jumia bita'in wa alifin ndio asili yake. Wa hukumu hadha aljami, na hukumu ya muhimu annath, anasema yurfa bil dhamma, ni kurufaishwa kwa dhamma, wa yunsaba na kujurishwa, wa jarra na kunasibishwa na kujurishwa kwake bil kasra. Na mfano jaani hindatun wa raaitu hindatin wa maratu hindatin, fanabat fihi al kasra, fatha ikawa ndani yake kasra inakaa niaba ya fatha. Wazama ba'dhum, lakini kuna ambao maltamadai annahu mabniyun fi halati nasbi, kwamba ikinasibishwa hiyo jamu anath salim inakuwa ni mabni wa huwa fasidun, lakini kauli hii madai haya inakuwa ni fasid idla mujiba libnai, kwa sababu hakuna kinachowajibisha kinachopelekea kujengewa hiyo jamu muannath salim na hali ya kuwa ni mu'rab. Na ndio maana namba 2 chini akatoa faida akasema kwamba ikhtalafa an-nahawiyuna, wanachuoni wa nahwu wametofautiana fi jami muannath salim, katika jamu muannath salim idha dakhala alayhi amilun, ikiwa ndani yake imeingiliwa na amil kitendakazi ambacho ya kutawina sababu kinachotaka kunasibishwa kwake. Fakile imesema kwamba huwa mabni ala al-kasri, kwa ni mabni ala al-kasri fi mahali nasbin, mithlu haula, ni kama vile haula na hadhami, ambayo haula iko ni ismu ishara na inakuwa ni mabni ala al-kasri fi mahali nasbin, mfano ikiwa imenasibishwa imekaa mahali pa nasbi wakati, au tamko hadhami ambao ni jina la mwanamke anaitwa hadhami, kama ilivyokuja katika beti idha qalat hadhami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hadhami, kwamba hadhami akizungumza msadikisheni kwa sababu kauli yake ni kauli ya sawa. Kwa hiyo tamko hadhami inakuwa kwa jina la mwanamke na linajengewa juu ya kasra. Kwa akasema kwamba jamu anath salim vile vile pia ikinasibishwa itakuwa ni mabni ala al-kasri fi mahali nasbi, na tukisema kwamba ni mabni maana yake wakati huo haitoingiwa na tanwini. Utasema labda maratu bi raaitu muslimati, au mfano darastu muslimati, maana yake wakati haitoingiwa na tanwini kwa wale ambao watakuwa wamefanya ni mabni. Wakila lakini imesema kwamba huwa mu'rabun, ni mu'rabu. Thumma kila, kisha imesema kwamba ni yunsabu bil fatha, inanasibishwa kwa fatha adh-dhahira mutlaqan, kwa fatha moja kwa moja ya dhahir moja kwa moja. Ai maana yake sawa akana mufradu sahih al-akhir, sawa sawa mufradi wake ni sahihi mwishoni. Na mfano Zainabat na Talhat fi jami Zainab, katika jami ya tamko Zainab na Talha, au kana mutallan, au pengine labda ilikuwa ilifanywa mabadiliko. Na mfano lughati, ambapo lughati asili yake inatokana na tamko laghun, lagha yaluhu laghun, kwa hiyo ikawa imetumika lugha ikaondoshwa ile wao ikaikwa hiyo wavuta ikaja lughatun, na miongoni mwa maana zake ni kuonyesha ishara juu ya vile ambavyo vinazungumzwa katika matamko. Lugha kwa maana ya lugha, na ikatumika lugha katika mwingine kwa maana ya rai, kama tunavyoona kwamba katika upande wa masala na utasikia kwamba wafihi lughatun, na ndani yake kuna lugha kadha, maana yake ni rai fulani ya lugha ambayo wanatumia kabila fulani au watu fulani. Kwa hiyo inatumika kwa maana lahaja, inatumika kwa maana lahu, inatumika kwa maana vile vile pia katika upande wa kuonyesha kwamba ni sehemu katika sehemu za mgawanyiko za lahaja. Almuhimu, kwa hiyo ilikuwa asili yake kuna wao, lakini ikaondoshwa kama alivyosema kwamba ilifanywa mabadiliko. Hata thubat ilikuwa ni jamu ya thubatun, na tushaelezea huko nyuma mfano wa hii, kama vile sanawat ilikuwa ni sanahun au sanaun, kama tulivyosema katika upande wa mulhaqati ya jamu mudhakkar salim kule tulipoelezea katika upande wa lugha tu hislin na lugha tu arabun, tamko thubatun ikawa ni kama vile sanatun kule tulipokuwa tunaielezea. Wakili na ikasema kwamba bali yunsabu bil fatha, bali inanasibishwa kwa fatha idha kana mufraduhu mutallan, ikiwa mufradi wake ni mutal, kwa maana ikiwa ilifanywa mabadiliko mathalan kwa bil kasra, na vile vile pia kwamba itakuwa wakati huo ni kwa kasra idha kana mufraduhu sahihan, ikiwa mufradi wake ni sahihi maana yake itakuwa ni kunasibishwa kwa kasra. Lakini zote hizi ni kauli, kila hizi hazina nguvu. Wakili amesema kwamba yunsabu bil kasra, itanasibishwa kwa kasra ni abatan fatha mutlaqan, moja kwa moja. Hamlan, na imechukuliwa hivyo kwamba itanasibishwa kwa kasra kwa niaba fatha, hamlan linasbihi ala jarri, maana yake sa mutlaqan sawa sawa ni sahihi, sawa sawa asili yake ilifanywa mabadiliko. Kwa hiyo hamlan kwa kuibeba linasbihi ala jarri, kule kuichukua upande wa nasbi juu ya kule kujulishwa, kama humila nasbu jamu mudhakkar salim, kama ilivyochukuliwa kunasibisha jamu mudhakkar salim ambao ndio huwa aslu jamu muannathi ala jarrihi, ambao ndio asli ya jamu muannathi, kama ilivyochukuliwa hiyo jamu mudhakkari juu ya ala jarri, juu ya kule kujulishwa kwake. Kwa fajuila bilia, ikawa zimejaliwa wakati huo na zikawekwa kujulishwa kwao ikawa ni kwa kutumia ya.
wa hadha al-akhir huwa ashharu al-aqwal, na hii ya mwisho ndio kauli ambayo ni mashuhuri. Kwa maana hapa anakusudia nini? Anakusudia kwamba kauli mashuhuri ni hii ambayo imechukuliwa jamu mudhakkar salim juu ya jamu muannath salim, ndio kule kujulishwa kwa kama ilivyokuwa jamu mudhakkar salim inajulishwa kwa ye, jamu muannath salim ikawa inajulishwa kwa kasra. Wa hadha al-akhir huwa ashharu al-aqwal wa asahuha indahum, na hiyo ndio kauli ambayo ni sawa kwa wa huwa alladhi jara alayhi an-nadhim, na ndio aliyopita an-nadhim wasema kwamba itajulishwa wakati huo kwa kasra na itanasibishwa kwa kasra. Thumma lam kishajua anna al-jam'a bil alifi, kwamba ule jamu kwa alifu watana kutumia hii yankasu inakuwa ni kiasi fi khamsati ashya, manake iko sawa sawa na kaida katika vitu vitano. Awaluha, cha kwanza, maakana mutana bitai, kile ambacho kitakuwa kimeungana ta, manake hivi vitaingia kutengenezewa jamu muannath salim katika upande wa kaida yake. Sawa unakana ala muannathin, sasa ni alamu ya kike ya mwanamke kama vile Fatima, ama alamu mudhakkarin au alamu ya mwanamume kama vile iliyokuja Hamza au Talha, au ghaira alam au salam kama vile Zafra, ambao miongoni mwa maana yake ni wasatu shay, katikati ya kitu, Zafra. Wa thaniha, na ya pili, maakana akhiru alf at-tanith, ni kile ambacho mwishoni kuna alif ya kike al-mamduda, kasahara kama vile tamko sahara, na al-maqsura au mwishoni kuna alif ya tanith ya maqsura kama vile hubla, itakuja hublayat, saharawat. Wa thalithuha, na ya tatu, maakana alama limuannath, ile ambayo ni alamu ya mwanamke, kazainab kama vile tamko Zainab wa dati. Wa rabiuha, maana itakuja Zainabatun au Dadatun. Ya nne, kuna musagharu mala yaqilu, tasghiri, kile ambacho kitakuwa ni chenye kudogeshwa lakini kinatokana kitu ambacho hakina akili, kaduraihim, kama vile duraihim tunasema duraihimatu fi dirham. Wa khamisu, ya tano, inakuwa ni wasfu mala yaqilu, sifa ya kile kitu ambacho hakina akili, sifa yake, ka ayyam, kama vile tamko ayyam, sifa sasa inakuja labda maadudatin, kwa sababu ayyam ni kitu ambacho hakina akili, au jibalu rasiyatu, mfano. Kwa hiyo kusurun, ngome, mfano nasema aliyatu. Kwa hiyo ikiwa ni sifa ya kitu ambacho hakina akili, pia inakuwa ni kiasi kuitumia jamu yake, jamu muannath salim, wakati tunapoisifu. Wallahu a'lam. Kisha akaelezea ashara bi qawli, akaashiria shi wa qawli yake, kadha ulatu ila anna ulat, kama tamko ulat, tajri mujra jamu muannath salim, inapita mapito ya jamu muannath salim, fi annaha tunsabu bil kasra, kwamba hunasibishwa kwa kasra, wala isat bi jamu muannath salim, wala sio kwa kutumia jamu muannath salim, bali hiya mulhaqatun bihi, bali hiyo sio jamu muannath salim, ni mulhaq, imekutanishwa kama tulivyokuwa tumeelezea huko nyuma kwamba hii tamko ulatu ni mulhaq ya jamu muannath salim, wala sio jamu muannath salim. Wadhalika nayo liannaha la mufrada laha min lafdhi, kwa sababu imekosa masharti, haina mufrad kwa upande wa lafdhi. Thumma ashara biqawli, kisha akashiria aliposema walladhi isman kadijmail, na lile ambalo limefanywa kuwa ni jina, ila anna, kwa mambo alivyo, ma summiya bihi min hadha jami, kile ambacho kimeitiwa jamu muannath salim, wal mulhaq bihi, na kile ambacho kitakuwa kimeitiwa kiupande wa jamu muannath salim, kama tulivyosema tamko azriyati, mfano, au arafat, kwa ameashiria walladhi isman kadijmail ila anna ma summiya bihi min hadha aljami, kwamba kile ambacho kitakuwa kimeitiwa jamu hii ya muannath salim ikawa ni jina la kitu, lakini imekuja kwa sigha au kutamko jamu muannath salim, wal mulhaq bihi, au kile ambacho kitakuwa kimekutanishwa na jamu muannath salim, na mfano adhiriyati na nyinginezo, basi yunsabu bil kasra, wakati huo hukumu yake itanasibishwa kwa kasra, kama kana kabla tasmiya, itanasibishwa kwa kasra kama ilivyokuja kabla ya kuitwa, yani kabla kuwa limeitwa ni jina la mtu, lilikuwa linajulishwa kwa kasra. Sasa lilivyotumika wakati ule linaitiwa mtu, litapita katika mapito yale, alisema itakuwa ni mulhaq jamu muannath salim, na wala haitakuwa jamu muannath salim. Wa hadha huwa at-tanwin, na mfano aliposema na hii huwa at-tanwin, ndio tanwini adhriyati, na mfano hadhi adhriyatun wa ra'aytu adhriyati martu bi adhriyati. Kinabo anasema kwamba kama kana kabla tasmiya wala yuhdhafu minhu tanwin. Naam, sahihi. Na wala haiondoshi maana yake katika tamko hili la adhriyatin, haliondoshi tanwini. Na mfano hadhi adhriyatun wa ra'aytu adhriyatin wa maratu bi adhriyatin, kwa maana tamko adhriyatin tanwini yake haiondoshi, si kama wale waliosema kwamba labda itakuwa ni mabni al-kasri katika kauli tuliona kwamba ni madai dhaifu ambayo hana nguvu.
وهذا هو المذهب الصحيح na haya ndio madhhabu sahihi kama tulivyotoka hapo nyuma. وفيه مذهبان na ndani yake kuna madhhabu mawili, ahaduma kwamba annahu yurfa bi dhamma wa insabu yujarru bil kasra wa yuzalu minhu tanwin, kwamba itaondoshwa tanwin wakati huo, kwamba itakuwa kama vile nitamko ambalo ni mabni. Na mfano hadhi adhri'atu wa ra'aytu adhri'ati wa maratu bi adhri'ati. Wa thani madhhabu ya pili annahu yurfa bi dhamma wa insabu yujarru bil fatha wa yubdhafu minhu at-tanwin, na kwamba itaondoshwa tanwini. Na mfano hadhi adhri'atu wa ra'aytu adhri'ata wa maratu bi adhri'ata. Wayurwa na umepokelewa katika upande wa ushahidi imekuja tanawwartuha min adhri'atin wa ahluha biyathriba adna dariha nadharun ali. Nasema kwamba tanawwartuha mahallu shahidi katika tamko adhri'at, tanawwartuha min adhri'ati. Asli ya at-tanawwur ni kule kuchukua maana ya kutazama, yani kupata mwangaza, yani kutazama kwa mbali pengine. An-nadharu ila an-nari min ba'id, tanawwartuha min adhri'ati, maana yake nilimtazama kwa mbali, nilitazama kama ni moto kwa mbali, min adhri'ati, katika sehemu ya adhri'ati. Wa ahluha biyathriba, na watu wake wakiwa wathriba, adna dariha nadharun ali. Kwa hiyo adna dariha sehemu ya chini au ya karibu katika nyumba yake, nadharun ali kuna mtazamo ule wa juu. Almuhimu kwamba mahallu shahidi tamko adhri'ati, tamko adhri'ati hapo ilipo imekuja kwa tanwini bi adhri'atin, na hii ikiwa imeingiza tanwini kwa kasra ni ile ambayo ni mashuhuri tuliokuwa tumezoea. Lakini kama tulivyotoka hapa nyuma, kuna lugha mbili ambazo unaweza ukaingiza kujulisha kwako, ukajulisha kama ni kwa kasra lakini pasina tanwini, au unaweza ukajulisha kwa fatha lakini pasina tanwini, kama tulivyotoka katika madhehebu mawili yaliokuwa yametangulia juu. Lakini lugha ambayo ni mashuhuri, ambayo ndio inatumika kwa sana na ambayo amekwenda nayo an-Nadhim, ni hii ya kujulishwa kwa tanwini wakati ni kwa kasra, na kurufaishwa kwa dhamma na kunasibishwa kwa kasra vile vile tena na tanwini basi na kuiondoa tanwini. Wa a'lam. Kisha akaelezea namba 12 al-Bayt min Imri al-Qaisi ibn Hajar al-Kindi. Beti ni ya Imri al-Qais min qasidati, inatoka katika kasida ambayo matulauha, machomozo yake kabisa, yani mwanzoni kabisa mwa kasida imekuja ala imsabahan, imsabahan. Imsabahan ina maana kwamba neemeka au ishi vizuri, ilikuwa ni lugha inatumika. Imsabahan ayuha talalu, maana yake kaa vizuri, enyi magofu kaeni vizuri. Talal maana yake ni magofu. Albali alikuwa amechakaa, majengo yale watu wa zamani yaliokuwa yamebaki baada ya kuondoka. Wa hali ya iman, na je anaweza kuneemeka, yani kuishi vizuri, man kana fil usri al-khali, ile aliyekuwa katika zama zilizopita. Al-khali kwa maana al-madhi, na imekuja pia katika Qur'an kule waqad khalat sunnatu al-awwalin. Khalat al-khali kwa maana kile kilichokuwa kimepita, moja katika upande wa maana zake. Kisha akamalizia Sheikh katika upande wa hiyo kueleza beti na wartuha min athri'atin wa ahluha biyathriba adna dariha nadharun ali, akasema bikasri ta'i, kwa kutoa kasra ta'i munawwanatan, tena hali ya kuwa ina tanwini. Kal madhhab al-awwal, kama tulivyokuwa katika madhhabu ya kwanza, bikasri unaweza kuacha kasra bila tanwini ukasema tanawwartuha min adhri'ati fasna tanwini. Kal madhhab ath-thani, ikawa kama vile mabni. Wa bi fathiha bila tanwini kal madhhab ath-thalith, au unaweza ukawa umetia fatha bila tanwini tena pasina tanwini, kama ilikuwa ni madhhabu ya tatu, ukaifanya mfano kama vile ni mabni wakati huo, tena ukawa umejulisha kwa fatha moja kwa moja, ambayo itakuwa fatha hii wakati huo ni kama vile imekaa niaba ya kasra. Wallahu aalam. Kisha akamalizia kipande cha mwisho katika upande wa mamnun na sarfi, akasema wajurra bil fathati ma la yansarif ma lam yudaf au yakubada al-radif. Ashara bihadha al-bayti, ameashiria Sheikh katika beti hii ya qismi thani, mimma naba fi harakatun haraka, pale ambapo haraka inakaniaba haraka nyingine. Wa huwa ismu, nao ni jina ambalo la yansarifu, wa hukumu, na hukumu yake annahu yurfa'u bil dhamma, linarufaishwa kwa dhamma. Na mfano jaa ahmadu wa yunsabu bil fatha, na hunasibishwa kwa fatha. Na mfano raitu ahmada wa yujarru bil fathati aidan, na mfano maratu bi ahmada fanabat al fathatu an kasra
kwa ikawa fatha yenye kukaniaba ya kasra. Hadha lakini yafahamu vizuri haya na hukumu hii idha lam yudhaf, itakapokuwa mamnu min as-sarf tamko hilo wakati halikuegemezwa, au yaka baada al-alif wal-lam, au halikuja wakati kutokezea baada ya alif na lam. Fa in udhifa, likiwa limeegemezwa jura bil kasra, mtajulishwa kwa kasra. Naha mfano maratu bi ahmadikum, nimepita kwa ahmadi wenu. Wakadha vile vile pia idha dakhalahu al-alif wal-lam, likiwa limeingiliwa na alif na lam, mfano maratu bil ahmadi, nimepita kwa ahmad, fa innahu jaru bil kasrati wa huwa a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.